Shule ya wasichana ya Lwak katika eneo la Rarieda, kaunti ya Siaya imejipata kwenye mvutano wa kidini kufuatia madai ya msichana aliyekatazwa kuvaa hijab shuleni kuambatana na dini yake ya Kiislamu. Samira Ramadhan sasa akilazimika kukatiza masomo shuleni humo kufuatia kile anadai ni dhulma kwa msimamo wake wa kuvaa hijab shuleni. Ben Kirui anatuarifu zaidi. Ni wiki chache tu baada ya kuanza masomo ndipo Samira Ramadhan anadai kuagizwa na usimamizi wa shule kukoma kuvaa hijabu yake kama Muislamu kwenye uamuzi uliokwenda kinyume na ahadi aliyopewa wakati wa usajili kwamba angeruhusiwa kuzingatia mavazi yake ya kidini. Furaha ya kujiunga na shule ya Hadi anasema iligeuka haraka kwa huzuni kufuatia kile anachokitaja kama ukiukaji wa haki yake ya kuabudu. I was a very proud learner. So when I joined Lwak, I was admitted. On that morning, I remember we even went to the deputy principal boarding, that's Madam Ogenga. I remember my mom asked her, are Muslims allowed to wear hijabs in this school? Or are there Muslims in this school? Her answer was an absolute yes. She gave an absolute yes, and we were like, yes, we got a good school. Mzazi wake anasema juhudi za mara kwa mara kutafuta ufafanuzi kutoka kwa uongozi wa shule kuhusu sababu za kumzuia bintiye kuvaa hijabu hazikuzaa matunda, akidai kuwa hakupewa sikio na usimamizi wa shule ya upili ya wasichana ya St. Mary's Lwak. Amekuwa na challenge because of Muslim sababu ya kuvaa hijab. Mtoto amekuwa ni mwenye kutengwa, mwenye kuambiwa maneno mazito. Juhudi zetu za kutafuta majibu kutoka kwa usimamizi wa shule pia ziligonga mwamba. Mkurugenzi wa masomo wa kaunti ambaye tulielekezwa kwake na katibu wa elimu Julius Bitok hakuchukua simu zetu wala kujibu jumbe zetu. Kisa cha Samira si cha kipekee. Kumekuwepo na taarifa nyingi za wanafunzi wanaovalia hijabu kuambatana na dini yao kunyimwa uhuru wao wa kuvaa shuleni. Tukio hili limeibua upya mjadala kuhusu dini na elimu, hasa katika kipindi ambacho serikali ndio imehusika kuwachagulia wanafunzi wa sekondari ya juu shule watakazojiunga nazo. Kwa sasa Samira anaonekana atahitajika kujipanga upya na wazazi wake kuanza kujiandaa kutafuta shule nyingine, ambayo imeweka mzigo mzito wa karo kwa wazazi ambao ni mwezi jana tu walipomwandaa binti yao kuanza safari yake ya sekondari ya juu kwenye mtaala mpya wa CBE. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.